Hadithi kamili ya kihistoria yenye maelezo ya kina kuhusu maisha ya Idi Amin baada ya kupoteza madaraka, safari yake Libya, msaliti aliyohisi na siku ya machozi. Amin alilia. Utangulizi. Idi Amin Dada, jina lililotisha si tu katika Afrika Mashariki bali pia duniani kote. Alikuwa mfano halisi wa kiongozi aliyefalme wa hofu na ukatili, lakini pia kichekesho cha kidiplomasia. Kwa zaidi ya miaka 8 kutoka Januari 1971 hadi Aprili 1979 alitawala Uganda kwa mkono wa chuma. Alipewa majina mengi: Conqueror of the British Empire, Field Marshal, Life President, na kwa wenye kejeli, Simba wa Afrika. Lakini nyuma ya nguvu hiyo kubwa kulikuwa na udhaifu wa mwanadamu ambaye siku moja alijikuta akilia hadharani, akitembea jangwani akiwa ameachwa na marafiki wake. Hii ndiyo simulizi ya siku hiyo ya kihistoria. Kupanda kwa Amin. Kabla ya kuzungumzia siku ya machozi, ni lazima tufahamu alikotoka. Amin alikuwa mwanajeshi asiye na elimu kubwa ya darasani, lakini mwenye uwezo mkubwa wa mwili na hila za kivita. Aliingia katika jeshi la kikoloni la Uingereza, King's African Rifles, na kupanda ngazi kwa kasi. Baada ya uhuru wa Uganda mwaka 1962, alibaki kuwa miongoni mwa askari mashuhuri, akijulikana kwa nguvu zake na ukatili wake vitani. Mwaka 1971, akiwa kamanda mkuu wa jeshi, alifanya mapinduzi wakati Rais Milton Obote akiwa nje ya nchi. Mapinduzi hayo hayakumkuta na upinzani mkubwa, kwani Obote hakuwa na umaarufu mkubwa. Wengi walidhani Amin angekuwa kiongozi wa mpito. Badala yake, aligeuza nchi kwa ufalme wake binafsi. Katika miaka iliyofuata, utawala wake ulijulikana kwa mauaji ya kikatili, mateso na hofu isiyo na kifani. Wanasiasa, wasomi, viongozi wa kidini, hata watu wa kawaida walipotea. Makadirio ya vifo chini ya Amin yanakadiriwa kuwa kati ya 300,000 hadi nusu milioni. Makosa yaliyomwangusha. Kwa miaka mingi, Amin aliweza kudumu kwa msaada wa mataifa ya Kiarabu, hasa Muammar Gaddafi wa Libya, na msaada wa silaha kutoka nchi za kaskazini mwa Korea na Mashariki ya Kati. Lakini makosa yake yalijikusanya. Kwanza, alifukuza Wahindi na wazungu zaidi ya 70,000 kutoka Uganda, akidhani atasafisha uchumi. Badala yake, uchumi ulididimia vibaya. Pili, alianzisha vita na Tanzania mwaka 1978 baada ya kuvamia Kagera. Rais Julius Nyerere, ambaye kwa muda mrefu alikuwa adui yake mkubwa, hakusita. Jeshi la Tanzania lilivamia Uganda kwa nguvu, likishirikiana na vikundi vya upinzani. Mwezi Aprili 1979, Kampala ilianguka. Amin alikimbia akibeba familia na wachache wa waaminifu wake. Safari ya kimbilio. Kwa msaada wa Gaddafi, ndege ya kijeshi ilimtoa Uganda na kumpeleka Tripoli. Hapo ndipo alipoanza maisha mapya ya uhamisho. Lakini tofauti na alivyotarajia, hakupokewa kama shujaa. Badala ya gwaride na nyimbo, alikaribishwa kimya kimya na maafisa wa ngazi ya kati. Kwa mtu kama Amin, ambaye maisha yake yalikuwa yamejaa heshima za kifeki na maonesho ya kifahari, hali hii ilimchoma moyo. Alihisi kama dunia nzima imemsahau. Tripoli haikumsalimia kwa shangwe, bali kwa ukimya wa ajabu. Kutengwa na rafiki. Kwa muda mrefu, Amin alimtegemea Gaddafi kama rafiki na mshirika. Walishirikiana imani ya Kiislamu, chuki dhidi ya ukoloni, na ndoto za mapinduzi ya kijeshi. Lakini sasa Gaddafi alikuwa mwanasiasa mwenye hesabu kubwa. Alijua kwamba dunia nzima ilikuwa imepinga utawala wa Amin. Tanzania chini ya Nyerere iliheshimika kwa ushindi wake. Ili kumfurahisha Nyerere na mataifa mengine ya Afrika, Gaddafi alilazimika kumweka mbali Amin. Kwa hivyo, badala ya kumkaribisha kwenye ikulu au kumpa hadhi, alimficha kwenye nyumba ya wageni pembezoni mwa mji. Ulinzi uliwekwa, lakini haukuwa ulinzi wa heshima bali ule wa kumdhibiti. Hali ya wasiwasi. Amin alianza kuishi kwa hofu. Kila siku alihisi anaweza kukamatwa na kukabidhiwa kwa Tanzania. Habari zilienea kwamba Gaddafi alikuwa kwenye mazungumzo ya karibu na Nyerere. Hilo lilimfanya Amin ajihisi kisu moyoni. Rafiki ambaye alimsaidia kwa miaka yote, sasa anaweza kumtoa kwa adui wake mkubwa. Aliomba mara kadhaa apewe ndege kwenda Saudi Arabia, akidai huko atapata hifadhi salama. Lakini Libya ilimpa majibu ya kukwepa, kila mara akiahidiwa kesho. Ndani ya Amin, hofu ikawa kubwa zaidi. Siku ya kilio mwishowe, ikafika siku ya ajabu sana. Asubuhi moja, baada ya habari kumfikia kwamba ujumbe wa Nyerere ulikuwa ukionana na maafisa wa Libya, Amin alikosa uvumilivu. Aliamua kutoroka nyumba aliyokuwa akihifadhiwa. Alivalia kwa haraka, akawaambia walinzi wake kwamba hatakaa kusubiri kusalitiwa. Kwa machozi usoni akatangaza, nitapita jangwani hadi Algeria, na huko nitatafuta ndege ya kunipeleka Saudi Arabia.
Kwa mshangao wa kila mtu, Amin alianza kutembea barabarani. Huyu ndiye dikteta aliyewahi kuogopwa, sasa akitembea huku akilia hadharani. Machozi yalitiririka mashavuni mwake, sauti yake ikavunjika kama ya mtoto. Mashahidi walishangaa. Walinzi wake walimfuata, wakimlilia arudi. Wengine walipiga magoti, wakimwomba kwa heshima. Walimkumbusha kuwa bado ni kiongozi wao. Lakini machozi ya Amin hayakukoma mara moja. Hatimaye, baada ya ushawishi mkubwa, Amin alikubali kurudi. Aliingia tena kwenye nyumba aliyokuwa amewekewa, akijaribu kujipa hadhi, lakini machozi yaliyokaushwa usoni mwake yalionyesha wazi udhaifu wake. Kicheko cha aibu. Watoto wake walipoona tukio hilo, walimcheka kwa utani wa kitoto. Mmoja alisema, Field Marshal sasa anatembea jangwani kama ngamia aliyepotea. Kwa mshangao wa wote, Amin alicheka kwa sauti kubwa. Kicheko chake kikawa kama pazia la kuficha huzuni. Hapo ndipo kila mtu aliona upande mwingine wa ndani wa Amin, mtu asiye na msaada, aliyejawa hofu na upweke. Baada ya tukio la aibu, Gaddafi aliamua kumpeleka mbali zaidi. Alihamishwa hadi eneo la jangwani karibu na mpaka wa Algeria ili asiwe karibu na mji mkuu na siasa zake. Hapo alikaa kwa muda, akiwa kama mfungwa wa heshima. Hatimaye, baada ya miezi michache, alipata ruhusa ya kuondoka na kwenda Saudi Arabia. Huko aliishi maisha ya utulivu, akijitenga na siasa za dunia. Alifariki mwaka 2003 mjini Jeddah, akiwa mtu wa kusahauliwa na dunia. Hitimisho. Siku Idi Amin alilia ilikuwa zaidi ya tukio dogo. Ilikuwa ishara ya kuanguka kwa nguvu kubwa za kidikteta. Ilionyesha kwamba nyuma ya mabavu na ucheshi wake, Amin pia alikuwa binadamu, mwenye hofu, mwenye maumivu na mwenye kushindwa na upweke. Kwa dunia ilikuwa somo kwamba hata mtu mwenye jina kubwa na utawala wa hofu anaweza kufika hatua ya kudhalilika hadharani.